Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 11 na mada ambayo tunaangazia katika juma hili ni kuishi katika ile nchi, ikiwa ni katika wiki ya Disemba 6 hadi Disemba 12. Kama ilivyo ada, tutamkaribisha mwalimu wetu siku ya leo, atatubariki kwa ombi baada ya kujitambulisha. Karibu mwalimu. Asante sana. Hamjambo wasikilizaji, kwa majina naitwa Esther na hebu na tuweze kuomba. Bwana yetu uliye juu mbinguni, tumekuja mbele yako wakati huu ambapo tunaenda kuliangalia neno lako Bwana. Tunapoenda kujifunza, tunaomba Roho wako Mtakatifu aweze kuwa pamoja nasi, pamoja na wasikilizaji wetu, ili chochote ambacho tunaweza kujifunza kiweze kuwa cha manufaa katika maisha yetu. Haya machache tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amina. Fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Mithali, sura ni ya 15, aya ni ya kwanza. Linasema hivi: jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Mwalimu, tunaweza kuangalia kuishi katika ile nchi. Kumbuka tumekuwa tukiangazia safari ya wana Israeli tangu walipotolewa katika nchi ya Misri. Na sasa wamejikuta katika nchi ya ahadi ambayo ni Mungu alikuwa amewaahidi kwamba wangeweza kuipata ile nchi. Na sasa katika nchi mpya, kama ilivyo katika jamii zote, migogoro, mivutano haikosi. Kwa hivyo tutaweza kuangalia, je, migogoro inapokuja ni vipi ambavyo tunaweza kutatua migogoro? Ni vipi ambavyo tunaweza ishi kwa amani miongoni mwa sisi kama kanisa, kama jamii? Kwa hivyo nakuomba popote ulipo uweze kushiriki pamoja na sisi ili uweze kujifunza. Nyakati fulani kuishi kwenye jamii kunaweza kusababisha mabishano na mivutano. Hili ni kweli hasa kwenye jamii kama vile kanisa, ambapo watu hutoka kwenye mazingira usuli mbalimbali na tabaka mbalimbali, na nyakati fulani ambao wamekulia kwenye tamaduni tofauti tofauti, wanaishi na kufanya kazi pamoja kwa ajili ya lengo moja. Naam, tutaweza kuangalia kwa kina, mapana na marefu jinsi ya kutatua migogoro. Kwa hivyo usibanduke popote ulipo. Siku ya Jumapili ni kujitoa. Mwalimu, sijui kama utatusomea kitabu ni cha Yoshua, sura ni ya 22, aya ni ya kwanza hadi 8, ili tuweze kuona ni kipi ambacho tunaweza kujifunza. Nasema hivi: wakati huo Yoshua akawaita Warubeni na Wagadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase, naye akawaambia, ninyi mmeandama hayo yote mlioamriwa na Musa mtumishi wa Bwana, nanyi mmeisikia sauti yangu katika yote niliyowaamuru mimi. Hamkuwaacha hao ndugu zenu siku hizi nyingi hata hivyo leo, lakini mmeashika mausia ya amri ya Bwana Mungu wenu. Na sasa yeye Bwana Mungu wenu amewapa ndugu zenu kustarehe kama alivyowaambia. Basi sasa rudini ninyi muende mahemani kwenu, hata nchi ya milki yenu ambayo huyo Musa mtumishi wa Bwana aliwapa ng'ambo ya pili ya Yordani. 5. Lakini mjibidiishe sana kuzifanya amri na sheria ambazo Musa mtumishi wa Bwana aliwaamuru, kumpenda Bwana Mungu wenu na kuenenda katika njia zake zote na kuzishika amri zake na kushikamana na yeye na kumtumikia kwa moyo wote na nafsi yenu yote. 6. Basi Yoshua akawabarikia na kuwapa ruhusa waende zao, nao wakaenda mahemani kwao. 7. Basi Musa alikuwa amewapa hiyo nusu moja ya kabila ya Manase urithi katika Bashani. Lakini hiyo nusu ya pili Yoshua aliwapa urithi kati ya ndugu zao, ng'ambo ya Yordani upande wa kuelekea magharibi. Zaidi ya hayo, Yoshua hapo aliwapeleka waende zao mahemani kwao, akawabarikia. 8. Kisha akanena nao na kuambia, rudini na mali mengi mahemani kwenu, na ng'ombe wengi sana, na fedha na dhahabu na shaba na chuma na mavao mengi sana. Mzigawanye na ndugu zenu hizo nyara za adui zenu. Tutaweza kuangalia katika kitabu ni cha Hesabu, sura ni ya 32, 29 hadi 32, ili tuweze kujua ni kipi ambacho kinazungumziwa katika dondoo ambayo tumesoma. 32, 29 inasema hivi: Musa akawaambia kwamba wana wa Gadi na wana wa Rubeni
watavuka Yordani pamoja nanyi, kila mtu aliyevaa silaha kwa vita mbele za Bwana, nayo nchi itashindwa mbele yenu. Ndipo mtawapa nchi ya Gileadi kuwa milki yao. 30. Lakini ikiwa hawataki kuvuka pamoja nanyi, hali wamevaa silaha zao, ndipo watakuwa na milki zao kati yenu katika nchi ya Kanaani. Wana wa Gadi na wana wa Rubeni wakajibu na kusema, kama Bwana alivyotuambia sisi watumishi wako, ndivyo tutakavyofanya. 32. Tutavuka hali tumevaa silaha zetu mbele za Bwana kuingia nchi ya Kanaani, nayo milki ya urithi wetu itakuwa ng'ambo ya pili wa Yordani. Kwa hivyo tunaona wakichagua ng'ambo ya pili ya Yordani, na tunajua hiyo ilikuwa upande wa mashariki. 31 inasema, wana wa Gadi na wana wa Rubeni wakajibu na kusema, kama Bwana alivyotuambia sisi. Kama Bwana alivyotuambia sisi. Kwa hivyo tunaona kwamba imani yao ilikuwa imejengeka kwa nani? Kwa Mungu. Na vile vile tunaona katika kitabu ni cha Yoshua 22:1 inasema, wakati huo Yoshua akawaita wa Rubeni na wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase, naye akawaambia, ninyi mumeandama haya yote mlioamuriwa na Musa mtumishi wa Bwana. Kwa hivyo walifanya kile ambacho waliagizwa. Na ndiposa unaposoma 3 mwishoni inasema, mumeyashika mausia ya amri ya Mungu. Kwa hivyo hawa ni watu ambao walikuwa waaminifu kwa Mungu. Na kwa hivyo tunaona kujitoa kwao hakukuwa ni kujitoa nusu. Kulikuwa ni kujitoa ambao ni kwa dhati. Kwa hivyo walikuwa wamejitoa vilivyo, yani kujitoa kikamilifu kwa kusudi la Mungu. Kwa hivyo tunaona kwamba walikwenda vitani, lakini waliweza kuchagua ng'ambo ya pili ya Yordani, ambayo tunajua ni nchi ya Gileadi, ambayo ilikuwa upande wa mashariki. Lakini kwa kumfuata Mungu, walimfuata Mungu kama alivyoagiza. Waliweza kufuata amri za Mungu. Kwa hivyo tunaona kujitoa kwao hakukuwa nusu. Kulikuwa kujitoa kikamilifu. Na hilo ni changamoto kwetu kama Wakristo. Wakati ambao tunamfanyia Mungu kazi, je, tunafanyaje kazi? Tunatoa kwa moyo mkunjufu ama tunafanyaje kazi ambayo Bwana ametupa? Na pia kwa kweli katika maisha ya kila siku mara nyingi tunakabiliana na changamoto nyingi katika safari hii ya Ukristo. Lakini jambo ambalo nimeweza kujifunza hapa ni kwamba nyakati fulani ni rahisi sana kukata tamaa na kupoteza mwelekeo. Lakini tunaweza kuomba nguvu za Bwana ambaye anaahidi kuwa pamoja nasi na kutuwezesha kufanya kile anachotutaka tufanye. Ikiwa tutadumisha wito wetu wa juu mbele yetu, tunaweza kuhamasishwa kusonga mbele licha ya changamoto zisizoepukika na kukatishwa tamaa ambavyo ni sehemu ya maisha yetu baada ya anguko dhambini hapa duniani. Kwa hivyo, wakati ambapo tunaweza kupitia changamoto yoyote tunapokuwa katika kazi ya Bwana, tukumbuke kumgeukia Bwana wetu aweze kutupa nguvu. Na tunajua sisi kama Waadventista wa Sabato tumejukumishwa kupeleka ujumbe wa malaika watatu kote. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kupeleka ujumbe huu kwa moyo ambao ni mkamilifu. Tuweze kujitoa kikamilifu kama kabila hizi 2.5 walivyojitoa kikamilifu katika kutekeleza yale ambayo Mungu alikuwa ameagiza. Kwa hivyo iwapo tutawajibika, iwapo tutatekeleza kile ambacho Mungu ametuambia, tunajua kwamba ujumbe huu utazagaa kote. Kwa hivyo ni jukumu langu, ni jukumu lako, popote ulipo, kuhakikisha kwamba umeweza kufanya kazi ya Mungu kwa moyo mkunjufu, kwa moyo wa dhati. Kwa hivyo tunaona kwamba msingi wa imani yao ulikuwa umejengwa kwa Mungu. Kwa hivyo pale ambapo changamoto zinatokea kama vile ambavyo tutaona, kwa sababu walikuwa wamejengeka kwa Mungu, tutaweza kuona jinsi ambavyo waliweza kutatua migogoro ambayo ilikuwa ikikuja, kwa sababu tunajua safari ya Ukristo kuna changamoto, kuna kupanda na kushuka, kuna milima na mabonde. Je, unapokuwa mlimani, unapokuwa bondeni, uko na Mungu ama uko peke yako? Ni mambo ambayo tutaweza kuyaangalia. Siku ya Jumatatu ni lawama. Mara nyingi unajua ni rahisi sana binadamu kuweza kutoa lawama kwa mwingine bila hata kujua kiini cha yeye kufanya kitu fulani ni gani. Tutaweza kusoma katika kitabu ni cha
Yoshua 22 9 hadi 20 tuweze kujua, je, lawama zinapokuja tunaweza kujifunza vipi? Je, tuwe haraka kukurupuka katika kuwahukumu wengine? Naam, mwalimu tupe 9. Naam. 9 inasema, basi wana wa Rubeni na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase wakarudi, wakatoka kwa wana wa Israeli katika Shilo ulioko nchi ya Kanani, ili waende nchi ya Gileadi, hiyo nchi ya milki yao waliokuwa wanaimiliki, sawasawa na amri ya Bwana kwa mkono wa Musa. 10 inasema, nao walipofika pande za Yordani zilizo katika nchi ya Kanani, hao wana wa Rubeni na wana wa Gadi na nusu ya kabila ya Manase wakajenga madhabahu huko karibu na Yordani, iliyoonekana kuwa ni madhabahu kubwa. 11 wana wa Israeli walisikia ikinenwa, tazama, wana wa Rubeni na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase wamejenga madhabahu huko upande wa mbele na nchi ya Kanani, mbele ya nchi ya Kanani, katika nchi iliyo karibu na Yordani, kwa upande huo ulio miliki ya wana wa Israeli. 12 basi wana wa Israeli waliposikia habari hiyo, mkutano wote wa wana wa Israeli wakakutanika pamoja huko Shilo ili waende kupigana nao. Naam, kwa hivyo tunaona kuna jambo ambalo linajitokeza hapa. Naam. Wamepata uvumi kwamba makabila mawili unusu wameweza kutengeneza ama wameweza kujenga dhabahu kubwa sana. Na wanafanya nini? Wako wanakuja pamoja katika wamesema Shilo. Kumbuka Shilo ni mahali ambapo kulikuwa na hema ya kukutania. Kwa hivyo pale kulikuwa kunaonyesha kwamba uwepo wa Mungu ulikuwa Shilo. Kwa hivyo kukutana pale kulikuwa na umuhimu fulani, kwa sababu madhabahu haya ambayo wana wa yale makabila mawili unusu ambao walikuwa wametengeneza, hawa walifikiria kwamba yalikuwa ni madhabahu ya miungu mingine. Kwa hivyo waliweza kuona ni kana kwamba uasi utaletwa katika wana wa Israeli katika nchi ile ambao walikuwa wameiridhia. Kwa hivyo wanataka kufanya jambo kule Shilo na wako tayari kwenda vitani. Ni kweli. Lakini kumbuka kuna kitu ambacho hawajafanya. Walisikia. Kwa hivyo hawajahakikisha kwamba ni kweli si kweli. Na je, iwapo wametengeneza, nia yao ilikuwa gani ya kutengeneza? Kwa hivyo haya ni mambo ambayo tunaona kwamba sasa lawama zishaanza kuingia. Wametengeneza madhabahu. Ni kumaanisha madhabahu haya ni ya miungu. Naweza kuongezea hivi, walikuwa na maswali kama haya. Je, madhabahu haya yamejengwa kwa ajili ya kafara au ni kumbukumbu tu? Je, haya makabila mengine tayari yameanza kuangukia katika uasi? Kwa hivyo inaonekana ya kwamba walikuwa na uvumi, lakini inaonekana hawakuchukua hatua ya kuweza kudhibitisha. Kwa hivyo tunajifunza nini katika hilo? Tunaposikia uvumi wowote, jambo la kwanza ambalo tunatenda ni lipi? Ni kuanza kukata uamuzi ama tunaenda kuhakikisha lililofanyika? Naam, kwa hivyo tunaweza kuona kwamba nia ya mtu hawezi ukaiona. Huwezi. Lakini unakuja into a conclusion, unakuja kwa hitimisho kwamba ni hivi kwa sababu ya hivi, bila ya kuweza kujua nia yake ilikuwa gani. Kumbuka nia ya mtu iko ndani yake, hauwezi ukaisoma mpaka akuelezee ndiposa aweze kukuelewesha. Lakini kabla ya hiyo hauwezi ukajua kusudi lake. Nikupe mfano mmoja. Utampata kwamba kuna mtu ambaye amekuja kanisani, labda amevalia minisketi, labda amejitoboa masikio na kujipodoa vitu kama hivyo. Wewe hautaki kujua ni nini ambacho kimemleta kanisani. Wewe ushaanza kumhukumu, umevalia vipi? Labda huyu ni mtu ambaye alikuwa anakwenda sherehe zake, lakini akiwa njiani Roho Mtakatifu akamzungumzia, akamwambia hiyo ni kanisa, jameni, kule ambako unakwenda hakustahili, fika kanisani. Lakini anapofika kanisani tusha jump into conclusion. Tushaamua kwamba huyu ni mpotevu, huyu ni hivi na hivi. Kuna kisa kimoja ambacho kinapeanwa kwamba kuna mtu ambaye alikuja kanisani na hawakumpokea vizuri. Alikuwa ni mtu maskini kwa sababu ya jinsi ambavyo alikuwa amejivaa. Lakini alipoenda katika vyumba vya burudani aliweza kupokelewa kama mfalme. Na kwa hivyo alijihisi nyumbani pale kwenye chumba cha burudani. Lakini kanisani alijihisi kana kwamba hafai kuwa pale. Sasa unafikiria angechagua kukua wapi?
vyumba vya burudani. Vyumba vya burudani. Kwa hivyo Wakristo mara nyingi tumeweza kuwafukuza watu kwa sababu ya tunawahukumu kabla ya hata kujua ni vipi, kabla ya kuweza kuwakaribia kwanza, kabla ya kuweza kuwakuza kwanza, kuonyesha upendo, kabla ya kuonyesha upendo, kuwaonyesha Mungu. Lakini sisi inakuwa tunaanza na nyuma, tunaanza na hukumu. Lakini tunazidi kujifunza. Kwa hivyo ni shauku yangu kwamba pia wewe unazidi kujifunza. Na siku ya Jumanne ni kusumbuliwa na mambo yaliyopita. Na tutasoma katika kitabu ni cha Yoshua, sura ni ya tutasoma katika kitabu ni cha Yoshua, sura ni ya 22, aya ni ya 13 hadi 15. Yoshua 22, 13 hadi 15. Naenda kwanza na 13. Ninasema, kisha wana wa Israeli wakatuma wajumbe waende kwa wana wa Rubeni na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase hata nchi ya Gileadi. Nao ni hawa: Finehasi mwana wa Eleazari kuhani. 14. Na pamoja naye wakuu 10, mkuu mmoja wa nyumba ya mababa kwa ajili ya kila kabila ya Israeli. Nao kila mmoja alikuwa ni kichwa cha nyumba ya mababa katika maelfu ya Israeli. 15. Nao wakawafikilia hao wana wa Rubeni na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase katika nchi ya Gileadi, na wakasema nao wakinena. Naam. Kwa hivyo tunaona kuna kitu ambacho sasa kimeanza kujitokeza. Walikuwa tayari kwenda vitani. Lakini hatujui nini ambacho kinatokea. Wanaamua kutuma wajumbe. Wanatuma wajumbe akiwepo nani? Finehasi ambaye alikuwa mwana wa Eleazari, ambaye alikuwa mwana wa Haruni. Nakumbuka huu ni ukoo wa makuhani. Sasa inatupeleka, sijui tumekumbana na Finehasi wapi. Sijui kama unakumbuka kisa cha Balaamu na Balaki. Pale ambapo tunaona kwamba Balaki aliweza kumlipa Balaamu aweze kulaani Israeli. Lakini akajaribu kuwalaani mara 3 akashindwa, kwa sababu kile ambacho Mungu amebariki binadamu yeyote hawezi akakilaani. Na kile ambacho Mungu amelaani binadamu hawezi akakibariki. Kwa hivyo anaposhindwa anajaribu kuangalia ni kipi hiki ambacho kitawaangusha. Kwa hivyo anatambua kwamba iwapo watamgura Mungu, iwapo watakwenda kinyume na Mungu, atakuwa amewafikia. Mabinti wa Moabu wanaingia kwenye picha. Wanapoingia kambini ya Israeli tunajua kwamba kosa linatokea. Na kosa linapotokea ilibidi mtu ambaye amesimamia ukweli kuweza kukomesha yale maasi ambayo yalikuwa yakiendelea. Na miongoni mwa watu hawa tunakumbana na Finehasi ambaye alikuta mwanamke fulani na mwanaume fulani katika kitendo, na pale aliweza kuangamiza. Na alipoangamiza kile ule uasi ambao ulikuwa umeanza kukithiri uliweza kushindwa. Vile vile tutakapokuwa tukizidi kusoma wanawarejelea nani? Akani. Kumbuka pia vile vile katika kisa cha Akani walikuwa na ufahamu kile ambacho kilitokea. Makabila yote ya Israeli, kwa hivyo ikiwemo kabila la yale makabila ya mashariki na makabila ya magharibi. Kwa hivyo walikuwa na huo uelewa. Na kwa hivyo nikana kwamba waliogopa. Iwapo hawatatekeleza kitu, hawa wataleta uasi katika nchi yao. Kwa hivyo walikuwa na nia nzuri, kwa sababu walijua iwapo ni ukweli madhabahu haya ni ya miungu, kuna jambo ambalo litatokea. Ilikuwa vibaya kuamua kwenda vitani moja kwa moja. Lakini sasa tunaona wanafanya jambo ambalo ni nzuri. Kuwatuma wajumbe ili waweze kujua inakuwa vipi, mbona yale madhabahu yameweza kuwekwa pale. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba pale ambapo kuna migogoro ni vizuri kuweza kujua chimbuko la mgogoro ni gani. Unaona? Unawatuma watu ili waweze kujua imekuwa vipi mpaka umefikia hapa, badala ya kuhukumu tu mara moja ama kusema mimi sitamzungumzia yule, alizungumza hivi kunihusu mimi na hivi na hivi, kwa hivyo mimi na yeye kwisha. Mara nyingi Wakristo wamekuwa na tabia kama hizi. Unapata mtu yuko kanisani anakuambia mimi nani alinikosea na sitawahi zungumza naye, lakini unashangaa Jumamosi tuko kanisani tunaimba na kaza mwendo nyumba ni kila siku. Yule anaimba hivyo na yule anaimba hivyo. Lakini ni watu ambao hawakutani macho kwa macho, hawazungumzi. Je, Ukristo wetu umejikita katika nini? Msingi wa Ukristo wetu ni upi? Kwa sababu iwapo msingi wetu ni wa Kristo, Mungu anasema samehe.
ndiposa Jinsi pia wewe uweze kusamehewa. kusamehewa. Lakini kama hutaki kusamehe, wewe unatakaje usamehewe? Ni swali ambalo tunaweza kujiuliza. Sote tunao uzoefu mbaya kutoka wakati uliopita ambao utajenga jinsi tunavyoshughulikia matukio kama haya katika siku zijazo. Kwa hivyo tunajifunza ya kwamba neema ya Mungu itaweza kutusaidia kuhakikisha kwamba majanga ya wakati wetu uliopita hayaamui jinsi tunavyowatendea majirani wetu wakati ambao unakuja. Mwalimu, utapata kwamba labda jirani yako alikukosea wakati fulani, bado umeshikilia vile ambavyo alikukosea, haujamsamehe. Sasa wakati jambo fulani limetokea, hautaki kumsaidia kwa sababu unakumbuka alicho kutendea. Lakini ni vizuri kwamba tuweze kujua kwamba Mungu neema yake inatutosha sisi. Na neema yake inatufundisha kuweza kushika yaliyo mema na kuyaacha yaliyo mabaya. Kwa hivyo inaweza kutuelimisha. Na kama hawa ambao tunaona hapa, neema ya Mungu iliweza kuwafanya sasa wakaamua kwenda kuchunguza inakuwa kuaje vipi na madhabahu ambayo yametengenezwa. Kwa hivyo tunajua pasi neema ya Mungu haingekuwa hivyo. Kwa sababu tunajua Shilo walikokwenda hema la Mungu lilikuwa pale. Kwa hivyo nikana kwamba walikwenda katika uwepo wa Mungu, na ndiposa tunaona wanakuja na kauli ya kuweza kuwatuma wajumbe hawa akiwemo Finehasi na wakuu wa makabila yale. Na jambo ambalo tunaweza kuona, waliweza kutuma mtu ambaye alikuwa na mvuto. Finehasi alikuwa na mvuto sana. Kwa hivyo wale walikuwa wanamtambua, wale kabila yale mawili unusu, na makabila haya mengine of course wao ndio wanamtuma. Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa anaheshimika, ni mtu ambaye alikuwa na jina nzuri. Kwa hivyo anapotumwa pale ni rahisi kwa wale kumsikiza. Naam, kwa hivyo hata sisi pale ambapo tunatuma wajumbe, ni vizuri kutuma watu ambao wako na maadili mazuri kwa sababu mara nyingi unapata mambo ambayo yanazungumziwa ni masuala ambayo ni nyeti. Na wengine utapata kwamba wanatoa yale maneno hapa na ya kuyapeleka pale na ya kuyapeleka pale, na labda ni mambo ambayo yanapaswa kutunzwa. Kwa hivyo lazima tuweze kupeleka watu ambao wako na maadili mazuri katika jamii, kama vile ambavyo wanampeleka Finehasi. Naam, tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatano ambalo ni jibu la upole. Somo letu lilikuwa limejengeka katika kitabu ni cha Yoshua 22:21 hadi 29. Mwalimu? Yoshua 22:21 inasema hivi: ndipo hapo wana wa Rubeni na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase wakajibu na kuambia hawa waliokuwa ni vichwa vya maelfu ya Israeli, wakasema, Mungu Bwana, naam, Mungu Bwana, yeye yuwajua na Israeli naye atajua, kama ni katika uasi au kama ni katika kosa juu ya Bwana. 23, au kama ni katika kosa juu ya Bwana sisi kujijengea madhabahu ili kukengeuka na kuacha kumwandama Bwana, au kama ni kusongeza juu yake sadaka ya kuteketezwa au sadaka ya unga, au kama ni kusongeza sadaka za amani juu yake, yeye Bwana mwenyewe na alitake jambo hili. Kwa hivyo tunaona jambo la kwanza ambalo linatokea, waliweza kuchukua muda wa kusikiza. Kimya. Baada ya kuwa wamesikiza, sasa ni muda wa kujieleza. Hawakukurupuka kujaribu kujibizana na wao. Hapana, haikuwa hivi, hivi ndio iko. Wanasikiza kwanza. Na wanaposikiza sasa wameanza kujibu. Na wanapojibu, jambo ambalo nimeweza kuliona katika 22, wanasema Mungu Bwana, yeye yuwajua. Unaona, kwa hivyo kwanza wanamhusisha Mungu kwanza. Kwa sababu Mungu ndiye anaweza kusoma mioyo yetu. Mungu ndiye anaweza kusoma nia zetu. Binadamu hawezi. Alafu tunaona naye atajua kama ni katika uasi au ni katika kosa juu ya Bwana. Kwa hivyo wanajiamini kwamba kile ambacho wamefanya, wanajua nia yao iko nzuri. Kwa hivyo hawana tatizo lolote kumhusisha Mungu katika jambo hili. Sijui kama utatusomea 26
na 28 na 30 na 30. 26 inasema hivi: kwa ajili ya hayo tulisema na tufanye tayari ili kujijengea madhabahu, si kwa ajili ya sadaka za kuteketezwa wala kwa sadaka yoyote. Naam, kwa hivyo wanajielezea, wametengeneza si kwa sababu ya sadaka za kuteketeza wala za sadaka yoyote. Soma 28. Kwa hiyo tulisema itakuwa hapo watakapotuambia neno kama hilo au kuambia watu wa vizazi vyetu katika zamani zijazo neno kama hilo, ndipo sisi tutawaambia, angalieni huu mfano wa madhabahu ya Bwana waliofanya baba zetu, si kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa wala kwa ajili ya dhabihu, lakini ni ushahidi katika sisi na nyinyi. Naam, wiki jana tuliweza kuangalia mifano ambayo inaashiria kitu fulani. Na tuliweza kusema mfano si kitu halisi. Kwa hivyo pale ambapo wanatengeneza madhabahu haya, wanasema wenyewe ama wanakiri wenyewe kwamba ilikuwa ni mfano. Na ulikuwa mfano ambao ni ushahidi kati ya sisi na ninyi. Kwa hivyo ni mfano tu, hauna umuhimu wowote wa sadaka na vitu kama hivyo. Kwa hivyo sasa wanajieleza. Nipe 30. Na inasema, basi Finehasi kuhani na wakuu wa mkutano, maana ni hawa waliokuwa vichwa vya maelfu ya Israeli waliokuwa pamoja naye, hapo walipoyasikia hayo maneno walioyasema hao wana wa Rubeni na wana wa Gadi na wana wa Manase, maneno hayo yaliwaridhia sana. Kwa hivyo maneno yanafanya nini? Yanawaridhia. Lakini ni kwa sababu gani? Kutokana na jibu ambalo wanapewa. Kwa hivyo tunaona kwamba jibu la upole linaondoa lawama ama linaondoa hasira. Bali unapokuja na kukurupuka, tunajua kuna mambo ambayo inachochea ghadhabu. Kwa hivyo tunaona kwamba majibu ambayo yanatoa yanafanya waweze kuridhia. Huyu kumbuka ni Finehasi na wale viongozi ambao walikuwa wamechaguliwa. Soma 33. 33 inasema hivi: wana wa Israeli nao wakaliridhia jambo hilo, nao wana wa Israeli wakamhimidi Mungu, wala hawakusema tena habari ya kuwaendea juu yao kupigana nao, wala kuiharibu nchi walioikaa wana wa Rubeni na wana wa Gadi. Naam. Vile vile wana wa Israeli wanafanya nini? Wanaridhia jambo hilo. Na si kuridhia pekee, wanafanya nini? Vile vile wanamuhimidi Mungu. Piga picha, ni wewe umekuja na tuhuma kumuhusu mtu fulani, alafu umepata kwamba hizi tuhuma kidogo ni za uongo na vitu kama hivyo. Mara nyingi binadamu hatutaki kushindwa, hata kama tuko katika upande ambao tunajua sisi ndio wenye kosa. Tunataka kuonekana kama sisi ndio tuko kwenye ukweli, lakini tuko kwenye kosa. Tunajificha kwenye kosa kujaribu kukuficha yani aibu na vitu kama hivyo. Lakini hawa hawakuficha aibu yao. Wanakubaliana kwamba kumbe tulikuwa tumekosea, hatukujua nia, lakini sasa kwa sababu umetuelewesha na tumeelewa, basi tumuhimidi Mungu. Sisi na nyinyi ni marafiki. Mzozo unaweza kutatuliwa. Ambapo wangekuwa vitani, sasa amani inakuwepo. Mara nyingi binadamu ana kiburi, ambayo tunajua ilikuwa tabia ya shetani tangia jadi. Na hii ndio ambayo ilifanya afurushwe mbinguni. Na sisi tumerithi tabia hii. Kiburi chetu hakitufanyi tuweze kukubali. Unasema mimi heri mzee wa kanisa nikubali kwamba nilikuwa on the wrong, siwezi kubali. Hapana, sitakubali. Na mara nyingi sometime ni vizuri kunyenyekea, kuja useme wenyewe sikuwa najua hii kitu vizuri, lakini kwa sababu umejieleza na nimeelewa, nisamehe, wacha tuwe katika tuishi na amani. Changamoto sana kwetu tunajibuje wakati ambapo tuko katika mizozano na watu wengine. Hapo ndio tunaonyesha ukali wetu kabisa, na sisi ndio elders, tunajiita wa Kristo, lakini ukali tumezipaza sauti juu kabisa. Na jambo lingine ni kwamba tunashughulikiaje tuhuma za uongo wakati ambapo tunasikia tuhuma za uongo? Jambo la kwanza ni lipi? Najua wengine wakisikia tuhuma, wacha nikutane na huyo jamaa, atanitambua. Ati alikuwa anasema nini? Mbona anaeneza uvumi kama huu? Lakini sasa tumeona kwamba jibu la upole
linaweza kumfanya hasira, linageuza hasira. Linageuza hasira. Na kwa hivyo ni jambo la kujifunza, labda hata pale manyumbani, labda mume na mke, je, unapoulizwa kitu, labda kidogo unaona ni kejeli, je, unajibu na kejeli ama wewe unaamua kujibu, unanyenyekea na kujibu kiungwana ili kuweza kuyeyusha ama kugeuza hasira. Kwa hivyo ni mambo ambayo tunaweza kujifunza. Na jambo lingine ya kwamba tuweze kuwa wasikivu mno kushinda jinsi tunavyoongea. Tuko na masikio mawili na mdomo mmoja. Kwa hivyo tukiweza kusikiza sana kushinda vile ambavyo tunazungumza itakuwa jambo la busara sana. Naam, siku ya Alhamisi ni utatuzi wa mgogoro, ambayo somo letu limekita mizizi katika kitabu ni cha Yoshua 22:30 hadi 34. Mwalimu, sijui kama unaweza kutupatia unaweza ukatupatia kanuni 6 ama vigezo 6 ambavyo mwandishi wa lesoni ameweza kuvielezea katika lesoni. Naam, la kwanza, mambo yanapoenda vibaya au yanapoonekana kwenda vibaya, jambo lililo bora kabisa la kufanya ni kuwasiliana badala ya kuzuia mitazamo yetu hadi kusababisha mlipuko. Ni vyema kwa watu wa Mungu kutokujali pale matatizo yanapoonekana kuibuka. Kwa kweli, yale makabila yaliyokuwa ng'ambo ya Yordani yangefanya mawasiliano juu ya azma yao ya kujenga hoja, hiyo yote ingekuwa imeepukwa. Kuna jambo ambalo najifunza hapa. Mara nyingi communication is important. Kuwasiliana. Tuweze kuwasiliana ili tujue tatizo liko wapi. Mara nyingi hatuzungumzi, kwa hivyo mtu hajielezi, hatujui matatizo yako wapi. Kwa hivyo ni vizuri kujieleza ili tuweze kuwa katika, wanasema, same page. Tuweze kujua imekuwa hivi na hivi, labda ni kutoelewana ama ni nini na nini na nini, ama ni uvumi ama ni nini. Mara nyingi kuonyesha kutojali si kitu kizuri kama Wakristo, kwa sababu utaambiwa kitu fulani uonyeshe kutojali. Ni vizuri kuweza kujua chimbuko ni gani, ndiposa mambo kama haya tunayatatua. Naam, jambo la pili. La pili, hata kama mtu amesadiki kabisa juu ya maoni yake, usikurupukie kuhitimisha kwa haraka. Makabila ya magharibi yaliharakisha sana kuamini uvumi uliowafikia masikioni mwao, na hivyo kufanya hitimisho lisilo la ukweli kwamba makabila ya mashariki mwa Yordani yalikuwa yameasi tayari. Naam, jambo la tatu. La tatu, zungumzia matatizo ya kweli au yale yanayoonekana kuwa matatizo kabla ya kutekeleza uamuzi wako. Jambo la 4. La 4, uwe tayari kujitoa kafara ili kufikia umoja. Makabila ya magharibi mwa Jordani yalikuwa tayari kuachia sehemu ya mgao wao ili kuyapatia nafasi yale makabila mengine, ikiwa kuwa upande wa pili wa Yordani kulikuwa ndio sababu ya hali yao iliyosadikiwa kuwa ni uasi. Jambo la 5. La 5, unaposhitakiwa kwa uongo au kwa usahihi, hebu toa jibu la upole litakalogeuzia mbali hasira. Kamwe kujibu shtaka kwa shtaka hakutafikisha wahusika kwenye amani. Jaribu kuelewa kabla ya kujaribu kueleweka. Jambo la 6 na la mwisho. La mwisho, shangilia na kumbariki Mungu pale amani inapokuwa imerejeshwa. Inapendeza sana kuona kwamba kusanyiko kuu la Waisraeli lilidhihirisha furaha ya kweli walipojua juu ya sababu halisi ya makabila yale 2.5. Hawakuwa na kiburi sana na uamuzi wao kiasi cha kutokiri kuwa hawakuwa sahihi katika kuufanya. Naam, natumai iwapo tutafuata mambo haya 6 ambayo tumeelezewa hapa, tutaweza kuepuka migogoro. Na iwapo migogoro imekuja, tutaweza kuwa na njia mwafaka ya kuweza kutatua migogoro kama haitaweza kuepukika. Naam, ni shauku yangu kwamba unazidi kubarikiwa popote ulipo. Tutatamatisha kwa ombi. Tuamini tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tena tukiwa na wingi wa shukrani kwa lesoni ya juma hili, ambapo umeweza kutufunza jinsi ya kuweza kukabiliana na migogoro. Tumeweza kujifunza katika kitabu ni cha Mithali 15:1 kwamba jibu la upole linageuza hasira. Zidi kuwa pamoja na sisi, zidi kutuelekeza yale ambayo tumesoma yakaweza kufanya kazi, yakaweza kutusongesha karibu na wewe. Ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina.